Kwa saa 2 kama na robo nilipigiwa simu na mtendaji wa kijiji cha Nyangomango, akanitaarifu kwamba kuna tukio la binti kujinyonga. Nikafika hapa kwenye saa 2:40 nikakuta kweli binti amejinyonga, na inasemekana amejinyonga usiku ambao hujulikani ilikuwa saa ngapi, lakini alikuwa amepoteza maisha kabisa. Na tumepatia taarifa zake, tukabaini anaitwa Afsa Mswadiko, alikuwa anaishi kitongoji cha Nyangomango, kijiji cha Nyangomango. Hatujafahamu bado sababu ya kujinyonga, maana hata ndugu walikuwa hawafahamu, hatujui sababu ya kujinyonga mpaka sasa. Wananchi wa kata Usigara tunaendelea kusisitiza sana kwamba changamoto zao wazipeleke kwa viongozi, maana tuna uongozi ngazi ya kitongoji na kuendelea. Changamoto yoyote ifikishwe kwa viongozi itapata utatuzi, na haya sio maamuzi sahihi, hayapaswi kabisa kuendelea kutokea. Binti amejinyonga, nataka kufahamu ni wapi, kwa sababu watu walikuwa wengi. Baadaye kuja kutokea ajitambulisha kwamba ni kaka yake. Basi kwanza kumjulia kwamba ni mwananchi wa kwenye maeneo yetu. Binti kwa jina moja nilisikia wakati kijana kakaka anaeleza kwa askari kwamba anaitwa Afsa. Jina la pili sasa sikukalili sana. Ni familia ya watu waliopanga kwenye maeneo yetu haya. Tunaendelea kuiasa jamii inapoendelea kuona tunakuwa na changamoto na kuwa na kuanza kwingi, basi endelea kutafuta hata watu kuweza kupata ushauri, lakini pia endelea kuwasihi wazazi kuendelea kuzungumza na watoto, familia zao, kwa namna ambavyo wanaweza wakaendelea kutoa maelekezo yenye matokeo chanya, kuacha kwa matokeo hasi kama haya.